Jeshi la Iran limetangaza kuwa limefanya mashambulizi mapya ya ndege zisizo na rubani dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Bahrain na Jordan, likisema operesheni hiyo ni sehemu ya hatua za kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi ya Marekani dhidi ya maeneo ya kijeshi ndani ya Iran. Taarifa hiyo inaashiria kuendelea kupanuka kwa mzozo kati ya Tehran na Washington, huku pande zote mbili zikiendelea kubadilishana mashambulizi ya kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa hii leo asubuhi, Julai 24 mwaka 2026 kupitia televisheni ya taifa ya Iran, operesheni hiyo ilianza mapema hii leo asubuhi, ambapo jeshi la Iran lilitumia ndege za kujitoa mhanga aina Arash kushambulia kituo cha anga cha Isa nchini Bahrain. Iran ilisema kituo hicho ni miongoni mwa maeneo ambayo Marekani hutumia kuendesha shughuli zake za kijeshi katika eneo la Ghuba, na kwamba kilichaguliwa kutokana na nafasi yake katika operesheni za kijeshi dhidi ya Iran. Jeshi la Iran lilidai kuwa mashambulizi hayo yalilenga matanki ya kuhifadhi mafuta ya gesi, maghala makubwa ya vifaa vya kijeshi pamoja na kambi zinazotumiwa na wanajeshi wa Marekani. Tehran ilieleza kuwa kulenga miundombinu hiyo kulikuwa na lengo la kudhoofisha uwezo wa Marekani wa kuhifadhi mafuta, kusafirisha vifaa vya kijeshi na kuendeleza operesheni zake katika Mashariki ya Kati. Iran ilisema ndege za Arash zilizotumika katika operesheni hizo zimeundwa mahususi kwa mashambulizi ya kujitoa mhanga dhidi ya malengo ya mbali na zina uwezo kuruka kwa umbali mrefu kabla ya kujigonga kwenye lengo kuu zikiwa zimebeba vilipuzi. Tehran imekuwa ikizitaja drones hizo kwa sehemu muhimu ya uwezo wake wa kijeshi wa kujibu mashambulizi bila kutegemea ndege za kivita zenye marubani. Baada ya mashambulizi hayo yanadaiwa kufanyika Bahrain, ving'ora vya tahadhari vilisikika katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Hata hivyo, hadi sasa mamlaka za Bahrain hazijatoa taarifa rasmi kuhusu iwapo kulikuwa na uharibifu kwenye kituo hicho cha Isa, kama mfumo wa ulinzi wa anga ulihusika kuzuia mashambulizi hayo au kama kuna wanajeshi waliojeruhiwa ama kupoteza maisha. Katika operesheni hiyo, jeshi la Iran lilitangaza kuwa lilifanya mashambulizi mengine dhidi ya kituo cha kijeshi cha Al-Azraq nchini Jordan. Kwa mujibu wa taarifa za jeshi hilo, drones zililenga hanga za kuhifadhi ndege za kijeshi, majengo ya matengenezo ya ndege, maghala ya vifaa vya anga pamoja na mabweni na kambi zinazotumiwa na wanajeshi. Iran ilieleza kuwa Al-Azraq ni moja ya vituo vinavyotumiwa na vikosi vya Marekani na washirika wake katika shughuli mbalimbali za kijeshi, na kwamba kilichaguliwa kutokana na kile Tehran ilichokiita ushiriki wake katika operesheni zinazolenga Iran. Hata hivyo, hadi sasa mamlaka za Jordan hazijathibitisha kutokea kwa mashambulizi hayo. Katika taarifa yake, Iran imesema kuwa msingi wa operesheni hiyo unatokana na sera yake ya kujibu moja kwa moja mashambulizi yanayotoka kwenye vituo vya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Tehran ilisema kuwa kituo chochote kinachotumiwa na Marekani kupanga, kuanzisha au kuunga mkono mashambulizi dhidi ya Iran kinachukuliwa kuwa lengo halali la kijeshi bila kujali kiko nchi gani. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kuendelea kwa mashambulizi na hatua za kulipizana kisasi kati ya Iran na Marekani kunaongeza hatari ya mzozo huo kupanuka zaidi na kuhusisha mataifa mengi zaidi katika Mashariki ya Kati. Endapo hali hiyo itaendelea, inaweza kuhatarisha usalama wa njia muhimu za biashara ya kimataifa, usafirishaji wa mafuta na utulivu wa kikanda. Hadi sasa jeshi la Marekani halijatoa taarifa rasmi kuthibitisha madai ya Iran kuhusu mashambulizi hayo dhidi ya vituo vyake nchini Bahrain na Jordan. Vivyo hivyo, hakuna uthibitisho huru uliotolewa kuhusu kiwango cha uharibifu unaodaiwa kutokea, huko mamlaka za Bahrain na Jordan nazo zikiwa bado hazijathibitisha madai hayo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.